Ni asubuhi nyingine tena tulivu hii hapa. Kwa muda ni saa 1:01 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu kusikiliza Jicho la Nje la Big City Breakfast ya Mjini FM, na tunaanzia jijini Dodoma. Msomaji wako ni mimi Jamal Mruma. Mkurugenzi msaidizi uratibu wa msaada wa kisheria Lucy Darabe ametoa wito kwa wananchi wenye migogoro mbalimbali ya kisheria kujitokeza kwenye huduma hiyo inayoendelea mkoani Dodoma, huku zaidi ya watu 50,000 wakipata huduma hiyo ndani ya siku 3. Kampeni hiyo inatarajiwa kufanyika kwa siku 15, imeanza tangu Mei Mosi na inatarajiwa kuwahudumia wananchi wa kata zote za mkoa huo. Lucy amebainisha hayo jana mjini Dodoma wakati akieleza kuhusu maendeleo ya kampeni hiyo. Amesema lengo la kampeni hiyo ni kutoa msaada wa kisheria, elimu kwa wananchi, pamoja na kutoa usaidizi katika masuala ya uandishi wa nyaraka mbalimbali za kisheria. Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametangaza kufikiwa kwa makubaliano muhimu kati ya Tanzania na Kenya katika sekta ya miundombinu na uchukuzi, yakilenga kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Akizungumza jana Ikulu jijini Dar es Salaam wakati wa mazungumzo ya kiuchumi na uwekezaji, Rais Samia amesema makubaliano hayo yanajikita katika maeneo mawili makuu ambayo ni reli na usafiri wa maji. Ameeleza kuwa katika sekta ya reli nchi hizo zimekubaliana kuunganisha mtandao wa reli kutoka bandari ya Tanga kupitia mkoa wa Kilimanjaro hadi Taveta nchini Kenya, hatua itakayorahisisha usafirishaji wa mizigo na abiria kati ya nchi hizo. Aidha, Rais Samia amesema makubaliano hayo yanatarajiwa kuongeza fursa za biashara na uwekezaji, huku yakichochea ukuaji wa uchumi wa kikanda kupitia miundombinu bora ya usafiri. Dodoma. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda ameomba shilingi bilioni 525.32 kwa ajili ya bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2026-2027 kwa ajili ya kutekeleza vipaumbele 9. Miongoni mwa vipaumbele hivyo ni kukamilisha ukarabati, uboreshaji na ujenzi wa miundombinu, kukamilisha maandalizi ya AFCON 2027 pamoja na maandalizi ya kuwa mwenyeji wa mashindano ya 74 ya urembo duniani, yani Miss World. Vingine ni kukamilisha utungaji na uishaji wa sera, sheria, mikakati, miongozo na kanuni mbalimbali ili kuimarisha usimamizi na utekelezaji wa majukumu katika sekta hizo. Mbali na kukuza na kustawisha Kiswahili kikanda na kimataifa, pia kuimarisha ushirikiano wa timu za taifa katika mashindano ya kimataifa, kuboresha elimu na mafunzo katika tasnia za utamaduni, sanaa na michezo, pamoja na kuratibu na kusimamia matamasha, shughuli na matukio makubwa. Unaendelea kusikiza Jicho la Nje kutoka hapa Big City Breakfast, na hivi sasa ni habari za kimataifa. Umoja wa Falme za Kiarabu UAE umesema Iran imefanya shambulio la kwanza la makombora na drone dhidi ya taifa hilo tangu kusitishwa kwa mapigano na Marekani kuanzia Aprili 8, katika mfululizo wa matukio yanayoashiria kuongezeka tena kwa mvutano wa kijeshi katika Ghuba. Kwa mujibu wa taarifa za UAE, Iran ilirusha drone 2 dhidi ya meli iliyokuwa inapita katika mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Katika upande mwingine, jeshi la Marekani limesema limeendesha operesheni kali katika mlango wa Hormuz, ambapo limeshambulia na kuziharibu boti 7 ndogo za kijeshi za Iran zilizodaiwa kujaribu kuingilia usafiri wa meli za chini ya ulinzi wa Marekani. Rais Donald Trump amesema operesheni hiyo ni sehemu ya mpango unaoitwa Project Freedom, unaolenga kuhakikisha meli zinapita salama katika eneo hilo. Kiongozi wa kijeshi wa Mali, Meja Jenerali Assimi Goita, amejiteua kushika nafasi ya waziri wa ulinzi, akiongeza wadhifa huo kwenye nafasi yake ya sasa rais wa mpito. Hatua hiyo inafuatia kuuawa kwa aliyekuwa waziri wa ulinzi Sadio Kamara katika mashambulizi yaliyoratibiwa na wapiganaji wa JNIM pamoja na waasi wa Tuareg FLA. Kamara alikuwa na mchango mkubwa katika kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na Urusi, hivyo kifo chake ni pigo kubwa kwa jeshi la Mali. Kama waziri wa ulinzi, Goita ambaye alitoa madaraka kupitia mapinduzi ya kijeshi, sasa ataongoza moja kwa moja vyombo vya usalama, akisaidiwa na mkuu wa majeshi ya nchi hiyo Jenerali Omar Diara aliyeteuliwa kuwa naibu waziri wa ulinzi. Na Urusi imefanya mazoezi ya gwaride lake la kila mwaka la siku ya ushindi katika uwanja wa Red Square jijini Moscow, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kuadhimisha miaka 81 tangu ushindi dhidi ya Ujerumani katika vita vya pili vya dunia.
Mazoezi hayo yamehusisha vikosi vya kijeshi vikionyesha gwaride la heshima, ikiwa ni ishara ya kumbukumbu ya ushindi huo wa kihistoria unaoadhimishwa kwa mwaka Mei 9. Wakati huo huo, Moscow imetangaza kusitisha mapigano kwa muda wa siku 2 katika vita vinavyoendelea dhidi ya Ukraine ili kuruhusu maadhimisho hayo kufanyika kwa utulivu. Hatua hiyo imekuja wakati mvutano ukiendelea kati ya mataifa hayo mawili, huko dunia ikifuatilia kwa karibu kama sitisho hilo la muda linaweza kuwa mwanzo wa juhudi pana zaidi za kupunguza mapigano. Na huo ndo mwisho wa jicho la nje kutoka hapa Big City Breakfast. Hivi punde tu ni Sports Countdown. Mimi ni Jamal Mruma. Hii ni Mjini FM, kwetu ni kwako.